Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika jahazi la wiki. Ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili, na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, nahodha wako hii leo mimi Hilal Seif Riyami. Tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu, kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Na safari ya jahazi la wiki inaanzia huko mkoani Mara kwa habari ya tanzia. Watu watatu wa familia moja wamefariki dunia, akiwemo mtumishi wa Wizara ya Maji Rochi Mkelekua, miaka 39, baada ya nyumba kuteketea kwa moto mtaa wa Nyarisuria, manispaa ya Musoma, mkoa wa Mara, usiku wa kuamkia Januari 5. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara ACF Augustino Mabele ameelezea madhara yaliyotokea katika ajali hiyo ya moto, akisema uchunguzi wa kina bado unaendelea ili kubaini chanzo cha moto huo. Kumetokea madhara ya vifo, ambako kumetokea vifo vya watu watatu, ambayo ni baba mwenye nyumba ambaye alitambulika kwa jina la Loch Shabani Mkole, miaka 39, ni kabila lake ni Mkwele. Yeye ni meneja wa ubora wa maji mkoa wa Mara. Lakini kifo cha pili imetambulika mama ambaye ni mke wake Mariam George Msigwa. Yeye anakadiriwa kuwa na miaka 34, kabila lake ni Mbena. Lakini kifo cha tatu ni mtoto anatambulika kwa jina la Loch Mkole ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 4, ni mtoto wa kiume. Na chanzo cha moto bado uchunguzi unaendelea, lakini taarifa tu zilichelewa kufika katika jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo tutakapokuwa tumegundua chanzo cha moto tutawajulisheni. Nitoe rai na pole kwamba wakati inapokuwa imetokea majanga kama haya, tunahitaji wananchi wapige namba ya dharura ambayo ni 114. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo, akiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyarusuria Idi Jafar, wameelezea masikitiko yao na kuelezea hali ilivyokuwa wakati wa moto huo ulipokuwa ukiteketeza nyumba pamoja na familia hiyo. Taarifa ya tukio hili mimi nimeipata saa 10, nimepigiwa simu na mwananchi kwamba mwenyekiti, kuna tukio la moto kwenye nyumba ya ndugu Rocha hapa unawaka sana. Ikabidi nikimbie kuja mpaka hapa, nikakuta wananchi tayari wameshafika kidogo, ndo fire naye ikafika, tukawa tunaendelea kuzima moto. Kweli limetuathiri kikubwa, kwa sababu ndugu yetu huyu tulikuwa naye karibu sana, maana alikuwa anaishi vizuri na jamii yote hapa mtaani. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa. Ilikuwa usiku wa manane, tumeshtuliwa tu ghafla usingizini kwamba nyumba inaungua. Basi baada ya kusikia yowe, watu wanapiga yowe, ndio tukakimbia kuja kushuhudia hili tukio.
Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka, wakati akitoa salamu za pole kwa wakazi wa mtaa huo, amelitaka jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini chanzo cha tukio hilo. Sisi kama serikali ya wilaya tumepokea jambo hili kwa mshtuko, tumepokea jambo hili kwa masikitiko makubwa, lakini jambo hili limetokea linatukumbusha pia. Niendelee kutoa rai kwa wanamsoma wote kuendelea kuwa makini katika hali zote, lakini kubwa vyombo vya dola hususan jeshi la zimamoto na vyombo vingine kwa umoja na kwa ushirikiano wanaendelea kufanyia kazi, hasa kubaini chanzo hasa ni nini. Maana yake itatupa pia dira na mwelekeo wa nini hasa tunachoweza kukifanya kwa pamoja. Tukielekea Zanzibar, serikali ya mapinduzi Zanzibar imewahakikishia wananchi wote waliopisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kulipwa fidia ya kupisha maeneo yao, ikisisitiza kuwa hakuna mwananchi atakayedhulumiwa haki yake. Amesema hayo Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi wakati wa hafla ya ufunguzi wa barabara ya juu flyover ya Daktari Hussein Ali Mwinyi Mwanakwerekwe, mkoa wa Mjini Magharibi, ikiwa ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Ndugu zangu, leo tukisema kila mtu asikubali kuondoka, hatuitendei haki nchi yetu. Maendeleo haya ni ya wengi, si ya mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja akisema mimi wote wamekubali kupisha barabara, mimi sitoki, hatakuwa hatutendei haki, kwa sababu barabara hii ina manufaa kwa jamii nzima. Lakini mtupe nafasi ya kuleta miradi ya maendeleo, msiwe kikwazo cha maendeleo katika nchi. Kwa hivyo ninatambua kwamba kuna watu bado wana malalamiko kuhusu fidia. Nawapa ahadi, tumeshaunda kamati ya uchunguzi wa fidia, kila mtu atapata haki yake. Aidha, Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani, bandari ya Mpiga Duri Shumba na hivi karibuni kuanza ujenzi wa bandari ya Wete, hatua inayolenga kuifungua Zanzibar kiuchumi na kuharakisha maendeleo. Haya ndiyo maendeleo ya kweli. Barabara ikipita inaleta maendeleo makubwa katika maeneo yetu. Thamani za nyumba zetu, za ardhi zetu zinapanda mara moja ukipitishwa barabara. Kwa hivyo tuitunze, tuhakikishe kwamba miaka 5 baadaye tukipita hapa daraja linakuwa hivi hivi bila ya kuwa limeharibiwa, limegongwa, taa zimevunjika. Tunataka libaki kama lilivyo kwa miaka mingi ijayo, ili vizazi vijavyo vione alama tuliyoiacha. Akitoa taarifa ya ujenzi wa barabara hiyo ya juu, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Ali Saidi Bakari, amesema ujenzi wa mradi huo wa flyover namba 1 uliotekelezwa na kampuni ya CCECC umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 23.7. Barabara ya flyover namba 1 katika eneo hili la Mwanakwerekwe ulianza rasmi tarehe 1 mwezi wa 12 2023 na ukamilika tarehe 31 mwezi wa 12 2025. Ujenzi wa barabara hii hadi kukamilika kwake umegharimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 9.5 sawa na wastani wa bilioni 23.7 za Kitanzania. Uliahidi kujenga flyover 2 ili kuondosha msongamano, na hizi ni kwa kuanzia. Tumejenga Mwanakwerekwe na Amani inaendelea na ujenzi. Leo tunaifungua ya Mwanakwerekwe, Mheshimiwa. Hii ni historia na haitofutika tena. Mheshimiwa, wewe ndo wa kwanza kufungua madaraja ya juu, barabara za juu, flyover katika nchi. Taasisi ya Al-Hikma ya jijini Dar es Salaam imesema maandalizi kuelekea msimu wa 26 wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na taasisi hiyo yamefikia zaidi ya 90% na mipango ikiendelea kwa kuzingatia kalenda iliyowekwa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Al-Hikma Sheikh Nuruddin Kishki amesisitiza mashindano hayo kwa msimu wa 26 yatakuwepo insha Allah. Kwa wale ambao pengine wanadhani mbona kimya, naomba kutumia fursa hii kuambia ya kuwa
Al-Hikma Foundation siku zote inakwenda sambamba na mipango yake, na tuna kalenda yetu. Kwa hivyo tunaongozwa na kalenda na tunakwenda sambamba na sanjari na kalenda yetu. Kwa sisi bado tuko ndani ya muda na hatujachelewa. Mashindano hayo makubwa ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu yanataraji kuzinduliwa rasmi tarehe mosi ya mwezi wa pili 2026 na makamu wa pili wa rais Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Hemed Suleimani Abdullah. Na pia tunamtarajia mgeni maalum, naye si mwingine ni mmoja ya maqurai wakubwa wa Qur'ani ulimwenguni kutoka nchini Qatar, Sheikh Abdul Rashid Ali Sufi. Kwa hivyo mara baada ya kuzindua mashindano tutafahamu rasmi sasa mashindano yatakuwa tarehe ngapi, mwezi gani, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa nani. Mabara yote ulimwenguni yatashiriki kutoka nchi zipi na zipi, lakini zawadi kuu itakuwa nini? Tutaelezana tarehe 1 mwezi wa pili ndani ya tukio adhimu. Mtazamaji wa Mahasin TV, kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Wakazi wa kijiji cha Makome Bay, kata ya Mbawala, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, wameiomba serikali kukamilisha mradi wa maji uliodumu kwa takribani miaka 3 tangu kuanza kutekelezwa, wakati ambao wananchi wanaendelea kukabiliwa na adha na changamoto lukuki zinazosababishwa na ukosefu wa huduma ya maji. Ukosefu wa huduma hiyo muhimu katika maisha ya binadamu kuna walazimu wakazi wa kijiji cha Makome kutumia muda mwingi kutafuta maji ambayo pia si safi na salama kwa afya zao, jambo linalopelekea kushindwa kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kiukweli tunapitia changamoto ngumu sana, maana tunakunywa maji ambayo sio masafi kabisa. Kiukweli tunateseka, maana yanatuumiza matumbo. Kila baada ya wiki tunaharisha, tumbo zinatuuma, kwa hiyo tunapata shida. Tulishawahi kudamka hapa asubuhi, tunakuja hapa, tunakutana na mafisi huko, tunakimbizana nao kisa maji. Yaani sisi tunaomba watumalizie tu ule mradi wa maji yatoke, tunywe maji safi na salama ili zikelo ziishe hapa kijijini. Hata ni hali halisi ya maji, kwa sababu kama ninavyokuelekeza sasa hivi sema umekuja kwa sababu umekuja muda wa masika. Lakini kama muda wa kiangazi pale inafikia sedi hata magomvi, wanawake wanagombana sababu mtu anakuja na ndoo 5 6. Lakini sasa hivi kutegemea sasa hivi masika kifuku, kwa hiyo maji yanapatikana kirahisi. Hata nyumbani kule kikinga maji ya mvua kidogo inapunguza adha kidogo, lakini kwa maji tunayotumia sio salama. Ndani ya nyumba tumewahi kusumbuliwa tumbo, tukaenda tu zahanati wakatuambia tu hali tu kawaida. Kwa adha ya maji tunapata shida sana. Mradi tuko mzindulio inaweza nikasema kama huu mwaka wa 3. Mwenyekiti wa kijiji hicho Salum Bakari Liwingu amesema wananchi wake wanaendelea kusota na adha ya maji licha ya kuwa mradi wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa anaodai kuzinduliwa na maji yakatoka kwa takribani dakika 5 tu kisha kutoweka. Uzinduzi ambao umefanyika ni wa kuutambulisha mradi na sio upatikanaji wa maji. Kwa hiyo uzinduzi wa kutambulisha kwamba ni hapa kuna mradi wa maji tayari. Bado uzinduzi wa kusema sasa maji yanapatikana. Wakati wanazindua maji yalitoka muda kama wa dakika 5 kuwaonyesha wananchi kwamba maji yatakuwa yanapatikana kwa design hii. Walijaza tanki moja Makome ile ambako kumefanyika uzinduzi. Wananchi wakatualika wote ili tuende tukaangalie jinsi atakavyokuwa, na watu tulienda tukaona ule mradi. Baada ya hapo tangia mwaka jana mpaka leo hatujawahi kuona tena tone la maji. Akitolea ufafanuzi kukwama kwa mradi huo ulikwisha fikia 65% za utekelezaji, kaimu meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa katika wilaya ya Mtwara, mhandisi Abdulaziz Hemedi ametaja sababu hasa zilizopelekea kukwama kukamilika kwa mradi huo wa maji. Kuna changamoto mbalimbali ambazo zinafanya ule mradi mpaka sasa uwe hautoi huduma, ikiwemo matatizo ambayo yapo kwa mkandarasi kiutekelezaji. Hata hivyo ofisi imefikia hatua ya kufanya termination, taratibu za termination, kuterminate ule mradi. Kwa hivyo tuliandika barua ya mapendekezo kwa mwanasheria ya kuweza kusitisha mkataba. Tutakapopata mapendekezo ya mwanasheria
juu ya utekelezaji wa mkataba ule, tutaendelea na taratibu za termination. Aidha, bado tumefikiria kutekeleza mradi ule kwa njia ya local fundi kwa kutumia wataalamu wa ndani ili kuwawezesha wananchi wa maeneo ya Makome kuweza kupata huduma hiyo kwa haraka. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limefanya majaribio ya boti ya mwendo kasi itakayofanya kazi ya ufuatiliaji na uokozi katika ziwa Tanganyika pindi inapotokea dharura ya watu au vyombo kuzama majini ili kuokoa maisha yao. Taarifa yake Emmanuel Matinde inasimuliwa naye Rajab Shaban Matuga. Majaribio ya boti hiyo iliyojengwa nchini Uturuki yamefanyika katika bandari ya Kigoma, eneo la mwalo wa Kigodeko, ambapo afisa mfawidhi mwandamizi wa TASAC Grayson Marwa amesema hatua hiyo imelenga kuhakiki ufanisi, uimara na uhimilivu wake majini ili kuona namna inafaa kwa matumizi yaliyokusudiwa kabla ya kuanza kutumika. Tumefanya majaribio na tumeona chombo hichi kiko sawa kwa ajili ya kuanza shughuli hizo. Sifa yake kubwa, kina spidi kubwa, kinaweza kufika sehemu kwa muda mfupi, lakini pia chombo hichi kina zana za kisasa mle ndani. Kina vifaa vya kisasa vya electronics ambazo vinatumika kwa ajili ya kuweza kugundua sehemu uliopo, sehemu unayokwenda, kuweza kuangalia kina cha maji. Lakini tuna taa maalum kwa ajili ya kutafuta wakati wa usiku. Afisa uvuvi wa halmashauri ya wilaya ya Manispaa Kigoma Ujiji Edmund Kajuni, viongozi wa wavuvi pamoja na manahodha wa boti za usafirishaji wameishukuru serikali kupitia shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC kwa ujio wa boti hiyo inayotazamwa kutatua changamoto za usalama wao majini. Wengi mitumba yao ikiwa inapasuka na baadhi yao kuzama na kupoteza maisha, lakini pia tumeshuhudia baadhi ya vyombo vikubwa vya usafirishaji wa mizigo vilikuwa vinapata athari za namna hiyo. Hivyo basi ujio wa boti hii unaenda kutatua changamoto zote ambazo nimezielezea hapo. Lakini vile vile tulikuwa tuna mambo mengi, mfano for example tulikuwa tunaweza labda wavuvi wetu wanavamiwa labda na wa majambazi kule ya maji. Kweli serikali inatusaidia vyombo vya polisi venda kuokoa, lakini ilikuwa bado kuna udhaifu wa vyombo vichache. Kwa kuwa vyombo tumeongezewa chombo moja kina spidi kubwa, naona tutakuwa tumetuokolea maisha yetu wavuvi pamoja na wavuvi wote kwa pamoja. Tutakapopata ajali tukitoa taarifa itakuwa ni wepesi na uharaka chombo hichi kutufikia na kutuokoa. Tunawashukuru sana TASAC, tunashukuru serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea chombo hichi. Kwa upande wake afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Kigoma Adam Mamilo amesema boti hiyo itahudumia ukanda wote wa ziwa Tanganyika unaojumuisha mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi, huku akisisitiza wamiliki wa vyombo vya uvuvi na usafirishaji kuendelea kuzingatia sheria zinazosimamia vyombo hivyo. Pamoja na kuja chombo hiki cha uokozi, bado utaratibu wa kuzingatia sheria utaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tuendelee kutoa maelekezo kila mtu ambaye mwenye chombo cha usafirishaji majini, haijalishi hata kama ni chombo cha uvuvi, kuendelea kuhakikisha anakuwa na vifaa vya kujiokolea maisha, hasa maboya, life jackets. Udhibiti utaendelea, lakini pale ambapo anapotokea dharura tunawataka watoe taarifa TASAC kwa haraka, kwa sababu chombo kipo na kina spidi kubwa, ili waweze kufikiwa na kuweza kuokolewa. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma ndo kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha turejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa wa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Tabia katika miongoni mwa tabia za muuzaji wa Kiislamu, fadhaqatul wajhi. Muuzaji wa Kiislamu ana uso wake huwa ni uso ambao umekunjuka, awe na tabia husnul ibtisama, awe na tabia ya kuwa na tabasamu na bashasha, lakini awe na tabia ya maneno mazuri ya kumkaribisha aliyokuja. La ilaha illa Allah. Kuna baadhi ya watu wana bidhaa nzuri sana ambazo watu wanapaswa kuzikimbilia, lakini watu hawendi kwa sababu ya maneno machafu, kwa sababu
sababu ya uso umekula ndimu kila wakati, kwa sababu ya tabasamu lilipotea. Muuzaji anakuja, mnunuzi anakuja, anauliza bidhaa bei yake. Bana, hii ni bei gani? 13,000. Bana, mimi nilikuwa na 8,000. Unataka nunua? Hutaki ondoka. Hiyo ndio kauli. Hana kauli njema. Utamtafuta mchawi na mchawi ni wewe. Utamtafuta mwanga na mwanga ni wewe. Watu wanataka kuamiliwa vizuri. Katika yale yatakayosaidia kwenye malezi bora ya watoto ni salahul walidaini. Kwanza, wewe baba uwe mwema, wewe mama uwe mwema. Kwa nini? Kwa sababu wema uliopo kwa wazazi wawili unatengeneza athari kubwa sana kwa watoto, bitariqin mubashir wa bighairi mubashir, ima kwa njia ya moja kwa moja au kwa njia ambayo si ya moja kwa moja. Lakini amini, kadiri unavyojitahidi kuwa mwema, wema huu utakwenda kuacha athari kwa wanao. Kinyume chake pia ni sahihi. Mzazi kadiri anavyopinda, anavyofanya madhambi na maasiya, hata kama si mbele ya macho ya wanawe, basi hii athari itakuja kuonekana kwenye kizazi chake, kwenye familia yake. Haya ndiyo maneno ya Qur'an na ndiyo maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fahamu ya kwamba kanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala, desturi ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake huwa hazibadiliki na wala hazigeuki. Na miongoni mwa sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala ni at-tamyiz qabla at-tamkin. Miongoni mwa kanuni zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwachambua waja wake, kuwapembua waja wake, kuwabainisha waja wake kwa kupitia mitihani mbalimbali kabla ya kuwapa tamkini. Kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa nguvu wala nusra, anawachambua kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ili wabainike kupitia mitihani hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kweli katika imani zao ni kina nani, na wale waongo katika imani zao ni kina nani. Nani wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mitihani hiyo, na nani wanafiki kupitia mitihani hiyo. Lakini kwa yule mwenye kuyafahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, atajua kipindi hichi cha mpito Allah anataka kubainisha waja wake. Na hii taqwallah ambao ndio ucha Mungu inasababisha mtu apewe uoni ambao bila ya ucha Mungu huupati. Mungu mwenyewe hukufungulia uoni fulani mpaka watu wanakuona mbona una hekima. Mungu humfanya akaona vitu cha kheri akakiona ni kheri, na shari akakiona ni shari, haki akaiona kweli ni haki, na batili akaiona ni batili. Ukikosa ucha Mungu vitu hivyo vinakosekana, uoni huo unakosekana. Unaweza ukaona mtu ana degree nyingi lakini ukaona mbona maamuzi hapa yamekuwa mabaya, amekosa ucha Mungu, mpaka hekima inakosekana. Nikupeni mfano hai. Tulivyoumbwa, kama ambavyo lazima tule, tumeumbwa na maumbile yanahitaji mke au mume. Sasa ikitokea mtu ana degree nyingi lakini ameharamisha jambo hilo, maamuzi utakuja kuyaona yanatoka hayana hekima, pamoja na kwamba ana degree nyingi. Kwa hiyo ucha Mungu unamfanya mtu anakuwa na uoni. Allah humpa uoni ambao si rahisi kuupata bila ya ucha Mungu. Ndugu zangu ni katika imani, qala al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah, anasema imamu huyu alikuwa anamuhusia mtoto wake, ya bunayya usika bitaqwallah, ewe mtoto wangu na kuhusia kumcha Allah, wal muhafadhatu alayhi, na kumhifadhi Allah. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wanawalea watoto wao kwanza kumtambua Allah tabaraka wa taala. Wanaumia na kusikitika pale wanapoona watoto wao hawako katika msingi wa kumtambua Allah tabaraka wa taala. Aibu kwa Muislamu, mtoto wako unaenda mbio kujua lugha za kigeni, lakini lugha yake ya Qur'ani haijui, bali lugha yake ya Qur'ani haiwezi kuisoma. Mpe msahafu kusoma, hawezi kusoma, lakini unaenda mbio, unamwekea tuition, unatoa gharama kubwa. Si vibaya, lakini hili ni la pili. La kwanza kujua Qur'ani yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan, Allah amejalia ardhi kwenu ni tandiko. Famshu fi manakibiha, tembeeni kwenye vilele vya hiyo ardhi, nendeni tembeeni, mtafute riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur, kuleni riziki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake Allah mtarejea. Bali Allah akatuambia kwamba katika Uislamu
Hakuna kusema labda leo sio kazi, leo ni mapumziko. Uislamu umekataa kauli hiyo. Uislamu ukatuambia hata siku ya Ijumaa kama leo hii ambayo kwetu sisi tunaona kama ni siku ya ibada na ni siku ya Idi, tunaambiwa tuende kufanya kazi. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ikinadiwa swala siku ya Ijumaa, kimbilieni kwenye utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Acheni kuuza, acheni kilimo, acheni kuchunga wanyama wenu, wafungieni mahala, nendeni mkafanye ibada. Mkimaliza hiyo ibada, wa idha qudiyatis salah, pindi ikimalizika swala, mnatakikana mtoke muende mkatafute riziki. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Wajibu wa Muislam kujiweka mbali na kujitenga na fitan. Wa min alfitani fitnatu annas ba'dhuhum bi ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitna atasbirun wa kana rabbuka basira. Miongoni mwa fitan ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha tujiweke mbali nazo, fitan wabtila, ni watu kufitinishwa baadhi yao juu ya baadhi. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami at-tanzil waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitna atasbirun wa kana rabbuka basira. Tumejalia baadhi yenu juu ya baadhi, wengine kwa wengine ikawa ni ibtila na ni mtihani. Je, mutaweza kuvumiliana na kusubiriana? Wa kana rabbuka basira, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuona yale mnaoyafanya na yale mnaoyatamka na miamalati mbalimbali ambayo mnaoamiliana fima bainakum. Kuna neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetupa ambayo watu wengi wameghafilika nayo ni neema ya makazi na maskani. Allah subhanahu wa ta'ala kama amekupa mahali pa kujihifadhi, unapotoka mchana wako una mahali, jioni warudi ukaweka kichwa chako na ubavu wako, mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fil jannati baban la yadkhulu minhu illa alhamidun, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika milango kuna mlango waitwa babul hamidun, mlango wa wenye kushukuru. La yadkhulu minhu, hakuna atakayepita mlango huu, asema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa alhamidun, isipokuwa wale saa zote walikuwa wakisema alhamdulillah. Saa zote ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haya majumba, ndugu zangu Waislamu, tunaokaa ni katika neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu an nashkura Allah ala hadhihi an-ni'ma, lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi neema alizotupa. Sampuli yoyote, iwe ni rumu moja au nyumba nzima, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, Allah subhanahu wa ta'ala amefanya katika majumba yenu ndio mahali pa kutulia. Kwa hivyo ni katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali, ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Pate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, mimi Hilal Saifuliam. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mashambulizi ya Israel yamewaua Palestina wasiopungua 11 katika mashambulizi tofauti kwenye ukanda wa Gaza siku ya Alhamis Januari 8 mwaka huu 2026,
Madaktari katika eneo hilo wamesema shambulio la anga la Israel liliua watu wasiopungua 4 na kuwajeruhi wengine 3, wakiwamo watoto katika hema eneo la magharibi la Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Shambulio jingine liliua mtu mmoja mashariki mwa mji karibu na mahali ambapo vikosi vya Israel vinafanya kazi. Baadaye hiyo Alhamis, madaktari walisema mwanaume mmoja aliuawa katika shambulizi la Israel dhidi ya shule iliyokuwa ikiwahifadhi familia zilizokimbia makazi yao huko Jabalia kaskazini mwa Gaza, huku shambulizi jingine likimuua mtu aliyokuwa kwenye hema karibu na Deir al-Balah katikati mwa ukanda wa Gaza. Watu wengine 4 wameripotiwa kuuawa katika mashambulizi tofauti katika kitongoji cha Zaitun cha jiji la Gaza. Jeshi la Israel lilisema liliwashambulia wanamgambo kadhaa wa Hamas maeneo ya kurusha roketi kutoka eneo la jiji la Gaza kuelekea nchini Israel. Wingineko, waziri wa usalama wa Venezuela Diosdado Casello amesema usiku wa Januari 7, 2026 kwamba watu 100 walifariki katika shambulio la Marekani lililomuondoa madarakani rais wa Venezuela Nicolas Maduro Januari 3, 2026. Maafisa wa Venezuela wamesema kuwa serikali kubwa ya kikosi cha ulinzi wa rais Maduro kiliuawa kwa dumu baridi, huku Cuba ikithibitisha kuwa wanajeshi wake pamoja na maafisa wa ujasusi waliokuwa nchini Venezuela pia walifariki. Kwa mujibu wa shirika moja la habari, Casello alisema kuwa mke wa Maduro, Cilia Flores, ambaye alikamatwa pamoja naye, alipata jeraha la kichwa wakati wa shambulio hilo, huku Maduro mwenyewe akipata jeraha mguuni. Venezuela, ambayo Casello alisifu kama jasiri katika kipindi chake cha kila wiki kwenye runinga ya taifa, ilitangaza Januari 6, 2026 kuwa wiki ya maombolezo kwa heshima ya wanajeshi waliouawa katika shambulio hilo. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa jahazi la wiki. Inshallah, panapo majali wake Maulana, ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea jahazi la wiki, mimi ni Hilal Saif Riami, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwe na wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.